kama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema wakati wote, anaendelea kututakasa kwa neno lake. Nipende kuwakaribisha tena katika kujifunza mafundisho haya, katika kujifunza kile ambacho tumepata kujifunza na tunaendelea kujifunza kuhusiana na changamoto ambayo imekuwa ikisumbua ulimwengu leo, yani swala la ubaguzi wa rangi. Tumekwisha kuona kwa namna moja au nyingine ya kwamba maandiko matakatifu yanatufunulia kwamba watu weusi au watu wenye rangi ya kiza ni moja ya sehemu ya watu ambao walikuwa ni matokeo ya mbaraka wa Mungu. Tumejifunza hayo katika somo lililopita. Na moja ya changamoto ambayo inabakia katika vichwa vya wengi ni kile ambacho Nabii Nuhu alipata kukisema baada ya kuelevuka kutoka katika ule ulevi wa mvinyo ambao walipata kunywa. Kwa nini alisema alaaniwe Kanaani wakati inaonekana ya kwamba aliyefanya kosa au aliyemkosea heshima alikuwa ni mtoto wake mwenyewe? Basi tumkaribishe Roho Mtakatifu ambaye atakwenda kutufunulia haya yote kiundani, nasi tunapokuwa tunamaliza hili somo, sifa na utukufu zikapate kumrudia Baba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, tupo tena mbele zako tukirudisha sifa na utukufu kwako. Tunakushukuru kwa ajili ya masomo yaliyopita, lakini pia tunakushukuru kwa ajili ya somo hili ambalo linakwenda kutupatia picha nyingine na mavuvio mengine ambayo kwa hakika yatatusaidia katika kujua maandiko yako matakatifu. Tumeomba katika jina la Yesu. Amina. Katika somo hili ambalo nimelipatia kichwa kinachosema na alaaniwe Kanaani, tunakutana na andiko la kitabu cha Methali sura 22 mstari wa 17 yanayosema, tega sikio lako uyasikie maneno ya wenye hekima na kuelekeza moyo wako kwa maarifa yangu. Kwa hiyo tunatakiwa tuelekeze mioyo yetu na akili zetu katika maarifa ambayo yanatokana na maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura 9 yanatuambia, Mungu akambariki Nuhu na wanawe akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Na katika sura 9 hiyo mstari wa 19 tunasoma, hawa watatu walikuwa ni wana wa Nuhu na kwa hao nchi yote ikaenea. Na tukasoma katika somo lililopita kuhusiana na takwimu ambazo zinaonyesha kwa hakika kile ambacho maandiko matakatifu yanasema kuhusiana na namna ambavyo watu wanaongezeka duniani. Tukichukua kile ambacho maandiko matakatifu yanasema na kuangalia figa ya watu leo, inatuletea uhalisia wa kile ambacho tunakiona. Katika kitabu cha Mwanzo sura 9 mstari 20 tunaambiwa, Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa. Na tukaona kwa mujibu wa Adam Clark kuwa na tukio lililotajwa hapa huenda lilitokea miaka mingi baada ya gharika, hata baada ya Kanaani kuzaliwa na kukua, kwa maana tarehe yake haijawekwa wazi katika maandiko. Kwa hiyo kile ambacho tunakwenda kujifunza hapa ni kitu ambacho kinatokea miaka mingi sana baada ya gharika, na kipindi ambacho kinatokea ni kipindi ambacho Kanaani, huyu mtoto wa Ham, alikuwa amekwisha zaliwa, na tutakwenda kuona hayo kiundani. Benson anatuambia, na alipokusanya mavuno yake ya zabibu, inawezekana alipanga siku ya furaha na karamu katika familia yake, na alikuwa na wanawe na watoto wao pamoja naye ili kufurahia pamoja naye kwa ajili ya kuongezeka kwa nyumba yake pamoja na kuongezeka na shamba lake la mizabibu. Na tunaweza kudhani alitanguliza karamu yake kwa dhabihu ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo haya yote yanayozungumzwa hapa yanawezekana kabisa, kwa sababu ilikuwa ni mila na desturi ya Waebrania waaminifu kwa Mungu kufanya karamu kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kufanya karamu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amewapatia. Na tunaambiwa ya kwamba wakati haya yanatokea, watoto walikuwako. Hawakuwa tu watu 8 tena, bali walikuwa ni zaidi ya watu 8, kwa maana ya watoto wa Nuhu na watoto wa watoto wa Nuhu, kwa maana ya wajukuu, na pengine hata vitukuu vilikuwako wakati huo. Kwa hiyo ili tukio lijatokea tu kutoka siku moja kwenda nyingine, bali lilikuwa ni tukio la muda
mrefu. Katika kitabu cha Mwanzo sura 10 mstari wa 22 tunasoma, na wana wa Shem ni Elam na Ashuru na Afstadi na Ludi na Aram. Tulisoma hili andiko kiundani ya kwamba katika mwaka wa 3 tangu gharika ndiko ambako Afstadi alizaliwa. Kwa hiyo hili tukio mpaka linakuja kutokea ilikuwa ni zaidi ya miaka 3, na kwa hakika hawa wana wote ambao wanatajwa hapa wa Shem walipata kuwako. Katika kitabu cha Nyakati wa kwanza 1:5 tunaambiwa wana wa Yafet Gomeri na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Hawa wote pia hakika walikuwako katika hiko kipindi ambacho tukio hili linakuja kutokea, na ni kipindi ambacho walikuwa wakisherekea kile ambacho mzee Nuhu alikuwa akikisherekea kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Katika kitabu cha Nyakati wa kwanza 1:8 tunaambiwa wana wa Ham ni Kushi na Misri na Putu na Kanaani. Kwa hiyo even hawa watoto wa Ham pia wote walipata kuwako. Kwa hiyo hapa hatuzungumzii watoto wadogo kama ambavyo kwenye katuni za watoto zinaonyesha ya kwamba watoto wa Ham walikuwa ni vijana wadogo au watoto wadogo. Tunazungumzia watu wazima waliokuwa wanajielewa, waliokuwa wanajua nini kosa na nini sio kosa, watu wazima ambao walikwisha kuoa, watu wazima ambao walikuwa na watoto nao walikuwa wameaminiwa na Mungu, hata wakabarikiwa watoto katika kuwaongoza katika njia ziwapasavyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa maandiko matakatifu, wakati tukio hili linatokea, watu walishaanza kujaa katika uso wa nchi. Katika kitabu cha Ayubu sura 8 mstari wa 8 tunaambiwa, basi uwaulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale ambayo baba zao waliyatafuta. Na moja ya jamii ambayo naipenda na napenda kuitumia katika evidence au shuhuda za Biblia ni jamii ya Misri, ambayo kwa hakika inatufunulia mambo mengi kuhusiana na hiki ambacho tunakisoma. Ukiangalia katika picha hizi hapa, utaona hapa wa Misri wanatuonyesha jamii au watu ambao walikuwa wakiishi katika nyakati hizo za mwanzo wa ulimwengu baada ya gharika. Ukiangalia hii picha utakutana na watu 5, lakini mmojawapo kwa mujibu wa historia ya Kimisri alikuwa ni Mungu ambao wa Misri walikuwa wakimwabudu, anamuita Mungu Ra. Na huyu Mungu Ra anaonekana kuwaongoza hawa wananchi. Na pointi yangu au maelezo ambayo nataka niatoe hapa hahusiani na masuala ya kiimani kwa maana ya kile walichokuwa wanaamini wa Misri. Ninachotaka tukiangalia hapa kiundani ni hizi picha za watu 4. Kwa hiyo Wamisri wanatuonyesha ya kwamba katika nyakati hizo walizokuwa wanaishi walikuwako watu wa mionekano tofauti tofauti. Hapa tuna watu wekundu, na tumejifunza ya kwamba kabla ya gharika na hata baada ya gharika watu wekundu walikuwako, kwa hiyo walikuwepo Misri. Lakini pia kuna watu ambao ni sio weupe, sio wekundu, unaweza kusema maji ya kunde. Hawa kwa mujibu wa historia tuliyosoma tukajifunza kwamba walikuwa ni Waebrania most of them. Lakini pia kuna watu weusi ambao kimsingi wanatokana na Ham, na tukajifunza Ham maana yake ni mtu mweusi. Lakini pia tunakutana na yule mtu mweupe kwa mujibu wa historia na tafiti za kijiografia humwakilisha Jafet. Kwa hiyo wa Misri wanatuonyesha wazi ya kwamba kile ambacho Biblia inasema, watafiti wa Biblia inasema, roho ya nabii inasema kuhusiana na watu kabla ya gharika na baada ya gharika ni swala ambalo lipo wazi, lipo clear, na maandiko yapo wazi katika kulielezea. Lakini nashangaza kuona watu namna ambavyo wanabaguana leo kwa sababu tu ya mionekano. Na haya yote yanatufunulia ya kwamba hii ni tekniki ya shetani katika kuwagawa wana wa Adam, kuwagawa wana wa Nuhu. Sikia, katika arkeolojia, picha nyingine ya arkeolojia hii inajaribu kuonyesha pia watu wa mionekano tofauti. Tunakutana na watu 4 hapa. Yupo mmoja anaonekana kuwa ni mweupe, lakini tunamuona ambaye ni mweusi, tunamuona ambao ni wa karibia rangi ya mchanganyiko kwa maana ya maji ya kunde, lakini pia kuna mtu mwekundu. Kwa haya yote yanatuonyesha kwamba hawa watu walikuwepo aina tofauti tofauti kule Misri. Na hii ni picha nyingine ambazo zinaonyesha wanaume kwa wanawake ambao wana mionekano tofauti tofauti kwa mujibu wa arkeolojia na historia ya Misri. Pale tunaona kuna warembo wawili ambao mmoja anafanana kama la rangi fulani ya njano hivi, lakini hatunajua kuna watu wa njano. Lakini pia tunaona rangi maji kama ya kunde hivi ya yule mrembo anayefuata pale. Ukienda katika picha ya chini pale unakutana na mrembo mweusi kabisa, ni Mkushi pure. Lakini pia ukiangalia kwa wanaume hapa chini tunakutana na mmoja ambaye anaonekana kuwa sio mweusi, lakini pia mwingine ni mwekundu. Na pale juu tunamuona kijana akiwa na mrembo wake. Ukitazama mionekano yao
haifanani. Kwa hiyo haya yote yanatushuhudia kwamba katika nchi ya Misri, katika nyakati hizi za mwanzo kabisa wa historia ya Misri, kulikuwa na watu wa mionekano tofauti. Kwa hiyo wakati tukio linatokea hili la laana ambayo inatolewa na Nuhu, watu waliopata kuishi kipindi hiko walikuwa na mionekano ya tofauti na walikuwa hawabaguani kwa sababu walikuwa familia moja. Na hii ni picha nyingine ambayo najaribu kuonyesha kile ambacho Misri walikuwa wamekirekodi. Kulikuwa na watu weusi, weupe, wekundu na kuendelea. Katika kitabu cha Marko sura 13 mstari wa 14 inasema, asomaye na afahamu. Banzi anatuambia ukuzaji wa mzabibu na utengenezaji wa mvinyo huenda ulikuwa ukifanywa kabla ya wakati huu, yani kabla ya gharika, kwani hutajwa kwake si kwa bahati mbaya katika simulizi hii. Lakini inaonekana kutokana na yale yanayofuata kwamba ingawa huenda zabibu zilitumika, mvinyo haukuwa umetolewa kutoka kwao. Asema akalewa. Hatuwezi kukadiria kiasi cha hatia ya Nuhu katika kesi hii, kwani hatujui ni kwa kiasi gani alikuwa anafahamu sifa za mvinyo. Nini ambacho Banzi anatuambia? Ya kwamba kuna kipindi watu tunamshtaki Nuhu, na kabla ya gharika mivinyo ilikuwako, lakini hatujui ya kwamba mivinyo ilikuwa inatengenezwa kwa zabibu kama ambavyo inatokea baada ya gharika au la. Lakini mwisho wa siku hatujui ni kwa kiasi gani mzee Nuhu alitambua sifa za mvinyo au mvinyo unatakiwa uweje. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo tunaambiwa moja ya watu wenye haki na ambao hawakujihusisha na wa mataifa alikuwa ni mzee Nuhu. Alikuwa ni mtu mkamilifu kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Mwanzo Mathayo sura 24 mstari 38 tunaambiwa, kwa kuwa kama vile ilivyokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila na kunywa. Ili fungu tutalizungumzia kiundani katika masomo yajayo, lakini vitu ambavyo walikuwa wanakunywa watu kabla ya gharika ulikuwepo pia mvinyo na pombe kwa ujumla. Kwa hiyo hii haimaanisha kwamba Nuhu kujua kwamba kulikuwa na watu walevi kabla ya gharika, lakini yawezekana alikuwa hajui ni kwa namna gani ya kutengeneza mvinyo, na alipokuwa akiendelea na process za kuhifadhi juisi ambayo inatokana na zabibu, yawezekana alichachisha au kuna kitu kilitokea kilichopelekea ile juisi ibadilike na kuanza kuwa kilevi. Kwa hatuwezi kumhukumu kwa sababu mzee Nuhu yawezekana kabisa alikuwa hajui mvinyo unatakiwa uweje au unatengenezwaje. Katika Benson anatuambia katika Bible commentary yake, anasema naye akanywa mvinyo akalewa. Inawezekana sana hakujua athari yake hapo awali. Naye akawa uchi hemani mwake, alijifanya uchi akajifedhehesha. Kwa hiyo haya yanomkuta, kuna uwezekano mkubwa kabisa mzee Nuhu hakukusudia kufanya hiki kitu, lakini alijikuta anafanya hiki kitu na aibu yake inatunzwa hata sasa. Katika kitabu cha Matthew Henry Bible Commentary, Matthew Henry anatuambia ulevi wa Nuhu umerekodiwa katika Biblia kwa uadilifu ule ambao unapatikana katika maandiko pekee, kama kisa na ushahidi wa udhaifu wa upungufu wa kibinadamu, hata kama huenda alinaswa na dhambi hiyo bila kutarajia, na kutuonyesha pia kuwa hata watu bora kabisa hawawezi kusimama wima isipokuwa wategemee neema ya kiungu na kutegemezwa kwa hiyo. Kwa hiyo hiki kisa kimewekwa kwa ajili ya kutuonya ya kwamba yeye anayejiona amesimama angalie asije akaanguka, kwa sababu kuna vitu vinaweza vikaja vikatokea, shetani akaweza kuvifanya kwa hila zake na janja zake na kukufanya wewe ambao umekuwa ukisimama siku zote hata udondoke. Ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yanatuambia. Kwa hiyo hizi issue za kumlaumu mzee Nuhu kwa kile kilichomkuta, hatumtendei haki na hatujitendei haki, kwa sababu Mungu amehifadhi hiki kisa na kutufundisha hiki kisa ili tuweze kujiandaa na kujihami na yeye aliye muovu. Sikia, katika kitabu cha Mwanzo 9:22 tunaambiwa Ham baba wa Kanaani, naomba note, Ham baba wa Kanaani akaona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Hii ni jambo ambalo limekuwa likiwapita watu wengi. Ham, na sio tu anatajwa Ham baba wa Kanaani. Tafsiri yake, wakati hili tukio linatokea Kanaani alikuwepo. Hiyo ni maana ya kwanza. Namba 2, anakuja anaona uchi wa baba yake, badala ya kumuhifadhi baba yake, badala ya kumfichia aibu baba yake, anatoka anakwenda kuwaambia watu wa nje.
Na vuta picha, mpo kwenye sherehe, huyu mzee amekunywa, pengine ajisikii vizuri, ajielewi, anaamua kwenda kwenye hema yake ambayo leo tunaweza kusema katika nyumba yake au chumba chake. Anakwenda kupumzika, na anapokaa huko anajikuta yupo uchi na anasinzia. Lakini tunakutana na kijana ambaye kwa hakika anakuja, na hatujui kwa nini anakuja, anaingia na kuona namna ambavyo baba mtu amefanya nini, amejiweka uchi. Ili ni kuona uchi wa baba yake halikuwa tatizo, halikuwa kosa, lakini kitendo cha kuentertain alichokiona na kwenda kuwaeleza watu wengine kile alichokiona ni kukosa heshima na adabu. Alikuwa na uwezo wa yeye kumfichia baba yake siri kwa kumfunika kama ambavyo ndugu zake walimfunika. Hapo ndipo changamoto inatokea. Sikia, katika kitabu cha Mwanzo 9:23 natuambia, Shem na Yafet wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume wakaufunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zilielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Danieli 9:2 nasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilipata kutokea. Twendeni tukasome tuone hasa changamoto ilikuwa ni nini katika tukio hili. Anasema John Gill anatuambia, Naham baba wa Kanaani aliona uchi wa baba yake, jambo ambalo kama lingekuwa kwa kushtukizwa au bila kutarajia lisingelichukuliwa kuwa ni kosa. Lakini aliingia katika hema ya baba yake ambamo hakupaswa kuingia. Alitazama kwa starehe na furaha uchi wa baba yake. Kwa lugha nyingine, pengine alipaswa agonge, ya kwamba unapoenda sehemu fulani ya kupasa ugonge, uulizie kama huyo mtu yupo au hayupo. Lakini hapa tunakutana na kijana ambaye anaenda kwenye hema ya baba yake, anaingia pasipo kutoa tahadhari ya kwamba anaingia. Mwisho wa siku anakutana na kile alichokutana nacho mule ndani, na kukutana nacho hakukuwa tatizo, lakini alitakiwa amstiri baba yake. Ndicho ambacho tunaambiwa hapa, hilo ndio kosa la Ham. Sikia, John Gill anatuambia, na akawaambia ndugu zake wawili waliokuwa nje. Alitoka nje ya hema baada ya kutosheleza macho yake kwa kile alichokiona. Tunaambiwa pia, na kwa maana ya kejeli, dhihaka na mzaa akasimulia kile alichokuwa amekiona. Kwa lugha nyingine, alipokuwa anakwenda kuwazungumzia au kumzungumzia mzee Nuhu kwa ndugu zake, alikuwa haendi kumzungumzia baba yake kwa nia njema. Alikuwa anakwenda kule kwa kejeli na dhihaka, ya kwamba kamwangalieni baba yenu kule alivyojiachia kule ndani, kamwangalieni yule mzee anakuwa kama amechanganyikiwa. Lakini wakati huyo anayezungumza haya na kukejeli na kudhihaki, mzee Nuhu yamemsibu ya kumsibu na hajitambui kule ndani. Na pengine mtu yoyote mwingine angeliweza kuingia katika ile nyumba na kuona uchi wa mzee Nuhu, na hivyo aibu ya mzee Nuhu ingeliweza kuendelea kuwa kubwa. Na hii ndio changamoto ambayo tunakutana nayo katika hiki kisa. Tunaelezwa na Benson ya kwamba Naham aliona uchi wa baba yake, na akawaambia ndugu zake wawili akawaambia ndugu zake wawili, na kuona kwa bahati mbaya na bila kukusudia lisingelikuwa kosa, lakini alijifurahisha kwa kuona, na akawaambia ndugu zake waliokuwa nje barabarani, kwa neno hilo linavyomaanisha kwa namna ya dharau na kwa namna ya dhihaka. Ndivyo ambavyo Benson anatuambia. Ellicott anatuambia, dhambi haikuwa katika kuona jambo ambalo huenda halikuwa la makusudi, bali ilikuwa ni katika kusema, hasa ikiwa ni lengo lake lilikuwa ni kumdhihaki baba yake. Ndugu zake kwa unyenyekevu wakatoa vazi, ile kanzu ya nje iliyolegea au joho lililofunika mwili mzima. Kwa heshima wakatembea kurudi nyuma na kuliweka juu ya mwili wa baba yao. Kwa hiyo kilichotokea hapa ni nini? Ham alikosa heshima kwa baba yake. Hiyo ndio changamoto. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari 12 kuwa, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Katika kitabu cha Mithali 23:25 tunaambiwa, na wafurahi baba yako na mama yako, na afurahi aliyekuzaa. Swali, unafikiri Nuhu alipoamka na kuanza kusikia story za kile kilichomkuta alijisikiaje? Na kama Ham aliweza kuzungumza na ndugu zake wawili, je, tunajuaje kwamba hakuendeleza zile story kwa watu wengine? Kumbuka watu walishaanza kuwa
wengi. Kwa hiyo huyu mzee Nuhu anapoelevuka, anasikia story, anasikia minong'ono, anasikia hadithi kutoka kwa watoto wake ya kile ambacho yeye alikifanya. Na kama Ham angelimfunika na kukaa na ile siri, maana yake hii story pengine tusingeisikia hata sasa. Sikia katika kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19 tunasoma, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Hatusomi sehemu yoyote katika maandiko matakatifu ya kwamba Ham alikubaliana na ukweli kwamba alikosea na akatubu, na kwa sababu ya kutokutubu kwake akaanza kuweka rehani familia yake. Na katika kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 13 tunasoma, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ndivyo ambavyo Biblia inasema. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 24 tunasoma, Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Na hapa ndipo ambako changamoto nyingine inaibuka. Biblia inasema akajua mwana wake mdogo alichomtendea. Kumekuwa na debate kuhusiana na mwana mdogo wa Nuhu. Watu wengi wamekuwa wakikubali ya kwamba mwana mdogo wa Nuhu alikuwa ni Ham, ndiye alikuwa mtoto wa tatu. Lakini pia kuna mtazamo wa pili unaonyesha kwamba Ham alikuwa ni mtoto wa pili kwa sababu tu ya jinsi ambavyo maandiko yanasema. Lakini ukisoma katika historia ya Kiebrania, ya lugha ya Kiebrania, wanaonyesha wazi ya kwamba hawa watu walioitwa watoto wa Ham au jamii ya Ham ilikuwa na mahusiano ya karibu sana na familia ya Shem. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kwa sababu walishiriki katika matukio mengi, walikuwa wanaweka kuwa wa pili. Kwa hiyo hii mitazamo yote yaweza ikawa ya kweli, kwa sababu Biblia haijadadavua kiundani kuhusiana na hiki ambacho kinazungumzwa hapa. Ila ukisoma specifically katika Biblia, mtoto wa mwisho wa Nuhu alikuwa ni Ham. Kwa hiyo Biblia inaposema Nuhu akajua mtoto wake mdogo alichomfanyia, anamaanisha Ham. Lakini pia wapo watafiti ambao wanasema kipindi hiki tukio linatokea, kijana mdogo aliyekuwa mdogo kuliko wote katika nyakati za tukio hili alikuwa ni Kanaani. Yaani ukilinganisha na watu waliokuwa wanaishi kipindi kile, kijana au mtu aliyekuwa mdogo, sio kwa maana ya utoto, kwa maana ya kuto kujitambua, ni kijana aliyejitambua lakini kiumri alikuwa ni mdogo. Kwa hiyo hii ni mitazamo ambayo ipo, na yote tunaweza tukaiangalia kwenye maandiko na tukaacha maandiko yatufunulie ukweli ni hupi. Kwa Biblia inatuambia katika kitabu cha Wakorintho wa pili 13:1 kuwa na kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Now Matthew Paul anatuambia na akajua, ama kwa maelezo ya wanawe au kwa ufunuo wa kiungu. Kwa hiyo tunaelezwa hapa kuna possibility kubwa ya kwamba aliyemfunulia Nuhu kile ambacho kimetokea kuna namna mbili. Eza alivuviwa na Roho Mtakatifu akaonyeshwa, lakini pia yawezekana watoto wake na stories zile ambazo zilikuwa zimesambaa zikaletwa kwake akazisikia. Lakini Benson anatuambia Nuhu akajua ama kwa maelezo ya wanawe au kwa ufunuo wa kiungu, ya kwamba mwana wake mdogo alichokuwa amemfanyia. Kwa hiyo hii yote ni mitazamo ambayo kwa hakika mimi ninaamini yote ukiiweka pamoja inaenda sawa, kwa sababu Mungu huwa anatufunulia sisi pia kupitia watu. Kwa hiyo either watoto wake walimueleza au kuna watu walikuja walimueleza. Haya yote ni mafunuo ya Mungu kwa Nuhu kupitia watu, lakini pia possibly alifunuliwa kwa maono possibly. Katika kitabu kingine cha John Gill tunasoma na akajua kile ambacho mwanae mdogo alichokuwa amemtendea, ama kwa ufunuo kama wengine wanavyosema, au kwa unabii kama ambavyo Ben Garson anavyoamini, au kwa maelezo ya wanawake wawili ambao alipojikuta amefunikwa na vazi lingine la mwingine, huenda alihoji imekuwaje, nao wakamueleza kisa chote ambacho kimetokea. Kwa John Gill anasema yawezekana mzee alipokuja kuelevuka, alipokuja kuamka,
akajikuta na mavazi mengine ambayo yeye hakuvaa hapo mwanzo. Kwa hiyo obviously angeweza kuhoji kwamba imekuwaje nimejikuta nipo katika mavazi mengine. Kwa hiyo familia yake hapo wanatajwa watoto wawili, inawezekana wakawa ni hao watoto wawili, inawezekana wakawa na watoto wengine, wakamweleza kile ambacho kimetokea. Lakini kwa nini tunasema watoto wawili? Kwa sababu ni watu ambao wanatajwa kwamba waliambiwa na walishuhudia na ndo ambao walimvalisha ili vazi. Katika kitabu cha Mwanzo 9:25 tunasoma, akasema na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kwa hiyo hapa swali ambalo linaulizwa ni hili: kwa nini alaaniwe wakati kosa anaonekana amefanya Ham? John Kevin anatuambia, kwanza kabisa inaulizwa kwa nini Nuhu badala ya kutamka laana juu ya mwanawe aliweka ukali wa adhabu ambayo mwanawe alistahili juu ya mjukuu wake asiye na hatia? Kwani haionekani kuafikiana na haki ya Mungu na katika kuwapatiliza dhambi za wazazi juu ya watoto wao? Kwa hiyo hapa John Kevin anapose swali, anatuletea swali, kwa nini haya yote yalitokea? Kwa sababu hayaendani na kile ambacho Mungu anakisema. John Kevin anaendelea kusema, lakini jibu linajulikana sasa, yaani kwamba Mungu ingawa anaendeleza mwendo wake wa hukumu juu ya wana na wajukuu wasiomcha Mungu, bado katika kuwakasirikia hamkasirikii asiye na hatia. Kwa hiyo hakuna uonevu katika kitendo cha kulipiza kisasi cha dhambi za baba juu ya watoto wao waliobatilishwa. Kwa lugha nyingine, John Kevin anasema kama kuna watoto watarithi na wataendeleza ujinga, upumbavu na dhambi ya baba yao, basi Mungu atashughulika nao. Lakini hawa watoto kama wataachana na kile ambacho baba yao amekifanya, basi Mungu hatokuwa na shida nao, naye atawabariki. Katika kitabu cha Kutoka 20:5 inasema, usivisujudie wala kuvitumikia, maana napatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 chawa ni chuki yao. Na ukiangalia katika hivi vizazi vya Ham, kizazi cha 4 kilikuwa ni kizazi cha Kanaani. Kwa hiyo yawezekana kabisa Mungu alikuwa akizungumzia vizazi hivi vyote vinne, lakini kwa wale au kwa watoto ambao watachagua kuenenda na kile ambacho baba yao amekifanya, basi hukumu hii ilikuwa juu yao. Maanake kama kuna watoto ambao hawakutaka kuenenda, hawakukubaliana na kile alichokifanya baba yao na waliona aibu katika dhambi aliyofanya baba yao, basi Mungu aliwarehemu hao. Katika kitabu cha Kutoka 20:6, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Na ninatambua ya kwamba walikuwepo Wakush, walikuwepo wa Misri, walikuwepo watoto wa Putu ambao walishika amri za Mungu, na hii laana au hii hukumu haikuwa juu yao. Katika kitabu cha Nyakati 1:8 tunaambiwa wana wa Ham ni Kush na Misri na Putu na Kanaani. Na Kanaani anaonekana kuwa ni kizazi cha 4. Kwa hiyo huu ni mtazamo wa kwanza ya kwamba hii adhabu ilitolewa kwa watoto ambao watoto ambao wanatokana na yeye anayetenda dhambi, ya kwamba kama watoto wataendeleza dhambi ambayo baba yao ameitenda, basi hukumu ya baba yao pia itakuwa juu yao. Kwa hiyo walikuwa na option mbili, walikuwa na uhuru, aidha wafuate ambacho baba yao alikifanya na kukubaliana nacho na kukifurahia, au wachukizwe na kile ambacho baba yao alikifanya. Sikia, John Kevin anatuambia, lakini ajabu ni kwamba Nuhu alimlaani mjukuu wake na akampitisha kimya mwanawe Ham aliye chanzo cha uhalifu. Ingawa Mungu aliona uzao wote wa Ham kuwa unastahili laana, aliwataja Wakanaani kwa jina kama wale ambao angewalaani kuliko wengine. Swali ni je, kwa nini? John Gill anatuambia Nuhu huenda aliarifiwa jinsi mwanawe mdogo. Naomba tusikize maneno kwa makini. Nuhu huenda aliarifiwa jinsi mwanawe mdogo, au tuseme mjukuu wake Kanaani, alivyokuwa katika hema yake, na alipomuona katika hali aliyokuwa nayo, akaenda kwa furaha sana na kumwambia baba yake Ham jambo hilo, ambaye naye alilifanya kwa mzaha. Na hili linaonekana kuwa na mantiki zaidi, kwani Kanaani alilaaniwa mara moja na Nuhu kama ilivyokuwa katika aya iliyofuata. So kwa mujibu wa John Gill anatuambia kwamba kile kinachosemwa mwana mdogo, upo uwezekano mwana mdogo anayezungumziwa pale, kama nilivyosema kiumri, ni Kanaani. Kwa mujibu wa John Gill, kuna possibility au kuna uwezekano Kanaani aliliona tukio
na badala ya kumuhifadhi mzee Nuhu akaenda kumuita baba yake, naye alienda kuzungumza kwa midhaa. Kwa maana nyingine, mzee, nenda kamwangalie mzee wako alichokifanya kule ndani. Baba, kaangalie mzee wako kuna upuzi aliofanya kule ndani. Hapa tunakutana na Kanaani ambaye Ham ambaye anakwenda, badala ya kumkemea mtoto wake, badala ya kumshurutisha au kumtiisha mtoto wake, anakwenda kuona lile tukio, naye badala ya kumuhifadhi baba yake anamkejeli na kutoa zile stori na kuzipeleka nje. Huu ni mtazamo wa pili. Katika John Gill anatuambia tangu Nuhu atoke katika safina, wakati huu Hamu alikuwa ana wana 4 na Kanaani alikuwa mdogo wao, naye alikuwa amekuwa hadi umri wa kutosha kuhusika katika jambo hili la kumtendea babu yake vibaya kiasi cha kumletea laana hiyo. Lakini pia tunaye Ellicott anatuambia Kanaani alikuwa wa kwanza kuona uchi wa Nuhu na akamwambia baba yake. Ibn Ezra anasema kuwa Kanaani alikuwa ametenda jambo baya zaidi kuliko dhihaka tu. Ingawa maandiko hayafichui kosa lake kwa maneno, kwa dhana kama hiyo lazima turidhike, na maana inaonekana kuwa Nuhu aliamka kutoka katika ulevi wake, akajiwa kile ambacho Kanaani, yani mwanawe au mjukuu wake mdogo, alichokuwa amemtendea, na lilikuwa ni tendo la aibu kiasi kwamba akasema na alaaniwe Kanaani. Na watu wengi mnaweza mkajiuliza inakuwaje Kanaani aitwe mtoto wa Nuhu? Wao ni simple. Ukisoma katika Biblia, Yakobo aliwabariki watoto wa Yusufu akawaita watoto wake, lakini ukifuatilia kiundani unagundua kwamba Yakobo alikuwa ni babu wa watoto wa Yusufu wawili na aliwabariki. Na ukisoma katika kitabu cha Ufunuo utakuja kugundua kwamba makabila haya ya watoto wa Yusufu yanaingizwa katika majina ya urithi, na yanaingizwa katika ile milango 12 ya kwenda kule kuingia kule katika mji mkuu wa Yerusalemu mbinguni. Kwa hiyo Biblia kuna uwezekano kabisa ilipokuwa ikizungumzia mtoto wake mdogo ilikuwa inamaanisha Ham ambaye alifanya hili tukio, lakini pia kuna uwezekano mkubwa kabisa ilipokuwa inazungumzia Ham. Na ukisoma katika Biblia haisemi tu Ham aliona uchi wa baba yake. Biblia mara nyingi inasema Ham baba wa Kanaani, haisemi Ham baba wa Kush, haisemi Ham baba wa Putu au Ham baba wa Misri. Inasema tu specifically Ham baba wa Kanaani. Maana yake hawa wawili kuna jambo ambalo walishirikiana kwalo katika kulifanya, na mwisho wa siku tunaona huyu mzee Nuhu anapoamka na kusikia kile kilichofanyika anatoa laana. Huo ni mtazamo wa kwanza, na mtazamo wa pili ni kwamba huyu mzee Nuhu anapokuwa anatoa hii laana au hii hukumu, anajaribu kuonyesha tahadhari au kuonyesha matokeo ya kile kilichofanyika kwa familia za mzee Ham ambazo zitakwenda au zitaenenda kwa tabia ya mzee Ham. Smith Charles Ward anatuambia na hakika Nuhu alimuona Kanaani akiwa na tabia nyingi kama za baba yake Ham, na kwa kuona tabia hizo Nuhu alielewa kwamba mwenendo huo ungeweza kusababisha maisha ya baadaye yenye matatizo na upotofu. Kwa maneno mengine, Nuhu aliona dalili au mwenendo wa Kanaani ambao ulimfanya atabiri madhara ya baadaye kwa uzao wake. Ndicho ambacho tunaelezwa. Smith anatuambia hii haikuwa laana isiyo na msingi, bali ilikuwa ni kutambua hali ya kiroho na kimaadili iliyoonekana mapema katika tabia za familia hiyo. Kwa hiyo laana ilimwangukia Kanaani na si mataifa yote ya Ham. Kanaani alikuwa baba wa wale watu walioanzia katika nchi ya Kanaani kama vile Waamori, Wayebusi na kuendelea. Ndivyo ambavyo mwandishi anasema. Smith anasema hao ndio waliokalia ile nchi ambayo baadaye ilijulikana kama nchi ya Kanaani, ambao Mungu alimwahidi Ibrahim na kizazi chake. Hivyo basi Kanaani hakuwa baba wa watu weusi wa Afrika, ingawa bara la Afrika lilikaliwa na baadhi ya vizazi vingine vya Ham, na laana haikuhusiana na watu hao bali kizazi cha Kanaani tu. Ndicho ambacho tunaelezwa. Ellen White katika kitabu cha Patriarchy and Prophecy anasema tabia mbaya ziliendelezwa kwa Kanaani na kizazi chake, ambao kwa kuendelea kwao katika uovu waliistahimiza hukumu ya Mungu juu yao.
Hii inaonyesha kwamba laana ilitokana na mwenendo halisi wa kizazi hicho uliokosa haki na kumchukiza Mungu. Ingawa laana ya kinabii ilikuwa imetabiri kwamba wangekuwa watumwa, hukumu hiyo haikutekelezwa mara moja, bali ilicheleweshwa kwa karne nyingi. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, kwa mujibu wa maandiko matakatifu tuna mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, huyu mzee Ham aliingia moja kwa moja chumbani akaona uchi wa baba yake. Alafu mtazamo wa pili ni kwamba huyu Kanaani aliona tukio kwa maana ya uchi wa babu yake, akatoka kwenda kumweleza baba yake, ambaye baba yake badala ya kutiisha na kukemea kile kilichotokea, aliendeleza dhihaka na fedheha ambazo zilimletea aibu mzee Nuhu. Na kumbuka, hatuzungumzii mzee asiyekuwa na elimu au asiyejua lipi baya na lipi zuri. Hawa ni watu wazima ambao waliliona hili tukio wakaamua kumfedhehesha mzee Nuhu. Na option ya pili ni kwamba hii laana ilipokuwa ikitoka ilikuwa inatoa tahadhari, ni hukumu ambayo ilikuwa ikiwapa uhuru wa kuchagua kwa familia ya mzee Ham, ya kwamba kama wataendeleza tabia za mzee Ham, maana yake hukumu hii ilikuwa juu yao, kwa maana Mungu huwapitiliza maovu wana hata kizazi cha 3 hadi cha 4, na tunaona Kaini alikuwa ni kizazi cha 4. Kwa hiyo kama hawa watoto wataendeleza dhambi ya baba yao, basi laana hii ilikuwa juu yao. Lakini kama hawatoendeleza kile ambacho baba yao alikifanya, basi laana hii iliwapitia mbali. Hiyo ni mitazamo miwili ambayo kwa hakika maandiko yanatufunulia. Lakini kama nilivyosema, mtazamo ule mwingine unamzungumzia Kanaani. Ukiunganisha mitazamo hii yote miwili, utagundua ya kwamba yote waliokuja kupatiliza au kurithi kile ambacho Nuhu anafunuliwa au anakiona kwa kupitia roho wa unabii ni Kanaani peke yake. Na Kanaani ndiye ambaye anachagua kuenenda katika njia za baba yake kwa undani kabisa na kwa kiburi kikuu. Wapo watoto ambao waliasi, kama watoto wa Kushi walikuwa naasi, watoto wa Putu waliasi, wa Misri waliasi, lakini naomba niongeze, hata Waisraeli walikuwa wanaasi. Lakini uovu na uasi wa Kanaani ulipitiliza, ulijaza kikombe cha hukumu na hasira ya Mungu, hata akaamua kuwaondosha katika uso wa nchi. Na tutakwenda kuona katika somo linalokuja kwamba jamii ya watu ambao wanaitwa Kanaani haipo tena. Danieli anatuambia alipokuwa akitazama katika siku za mwisho, anasema aliona jamii ya Wakushi, akaona jamii ya Waputu, akaona jamii pia ya Wamisri, lakini wa Kanaani hakuwaona kabisa. Hiki ndicho ambacho maandiko matakatifu yanatufunulia. Katika kitabu cha Yoeli sura ya 3 mstari wa 9 tunasoma, tangazeni haya katika mataifa, takaseni vita, waamsheni mashujaa, watu wa vita na wakaribie na wapande juu. Pendwa, tunapokwenda kutazama sehemu ya pili ya somo hili, tutakwenda kuangalia namna ambavyo Biblia inajifunua na nini hasa kinamaanishwa wakati Nuhu aliposema na alaaniwe Kanaani. Mungu awabariki na kuwalinda mnapotafakari somo hili na kujiandaa kwa ajili ya somo linalofuata. Amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.